enyi na walezi nchi hii, tunawaambia tutakapopata madaraka chama cha AFP, nchi hii vitanda vya 6 kwa 6 marufuku. Na naviondoa kwa sababu haiwezekani kwamba sisi tumefanya mapinduzi mwaka 64 chini ya uongozi wa mzee Karume, hadi leo hii tumeshindwa kuwa wapiga kura milioni 1 miaka 60. Jamani, mnajua kilichotuzuru? Vitanda vya 6 kwa 6. Mwanamke analala mashariki, mwanamume analala magharibi. Uzazi unakuwa haupo. Munawatia gharama wazazi kufanya harusi, hina haijatoka, mnaachana. Tunasema lazima tubadilike wenyewe bila kubadilishwa na mtu. Unatembea na mtu, unakwenda naye usiku mchana, lakini hapa kwenye bega kaeka boriti ati anazuia uzazi. Tunaiga mambo ya watu. Ametia kijiti hapa ati anazuia uzazi. Ukimuuliza kwa nini, anakuambia hali ngumu. Hali ngumu unatoa wewe riziki? Riziki unatoa wewe au riziki anatoa Mungu? Baadhi ya wanawake unawakuta wanakula dawa za majira eti wanazuia uzazi. Nikipata serikali dawa ya majira nchi hii marufuku. Nikipata serikali hutii kijiti wala boriti kwenye bega. Utazaa kwa rehema ya Mungu, na Mungu akikukatisha uzazi ni rehema yake mwenyewe. Lakini serikali haitahusika na watu kukataa kuzaa eti maisha magumu. Si kweli. Si kweli. Kwa maana hiyo, ningetaka kusema kwamba Wazanzibari tubadilike. Tubadilike, tuelekee kwenye maisha ya kuongezeka, kwenye maisha ya uchumi, kwenye maisha ya kujitegemea. Inashangaza sana Watanzania, hasa Wazanzibari, tuko kidogo jamani, tuko kidogo. Kwa vile akina baba na akina mama tukae pamoja, tuangalie utaratibu wa kuongeza idadi ya watu nchi yetu. Na mimi nawaambia tarehe 29 tukenda kupiga kura, rehema ya Mungu ikajalia nikawa rais wenu, basi vile vitanda pale Jangwani pale vyote na visomba mpaka Nungwi hatuwezi kuwa na utamaduni ambao hauleti faida. Utamaduni wetu wa wazee wetu ni kitanda cha kamba, ni kitanda cha besera moja, watu wakilala wanagusana, mtoto anapatikana baharini. Kwa vile
yote nataka niwaambie Wazanzibari, tusisubiri kubadilishwa, tubadilike wenyewe. Baada ya kusema hayo, ningetaka nichukue nafasi ya kuwaomba Wazanzibari tarehe 29, nendeni mkapige kura zenu mkiwa katika mazingira ya amani na utulivu. Murudi majumbani, muje mukae na familia zenu na watoto wenu kusubiri matokeo. Muachane na wanasiasa ambao kwa makusudi wanachochea watu kuuana na kuumizana. Katika mazingira kama hayo, nataka niwaambiwe muwe makini sana Wazanzibari kuepuka mivutano isiyokuwa na tija.